Miaka 43 iliyopita mkoa wa Dodoma katika viunga vya mitaa ya Uzunguni, kata ya Mbabala Chizomoche na kata ya Kikuyu anasimama kijana wa Kitanzania kwa majina ya Deogratius John Pancras Ndejembi. Ameishi maisha ya kawaida ya ambao wameishi Watanzania wengi sana. Ameishi katika mazingira ambayo ingawa yalikuwa ni mazingira ya mjini, lakini kwa muda mrefu alijielekeza zaidi katika maisha kama yale ambayo watu wengi wakiishi vijijini. Eneo iliyopo hivi sasa mamlaka ya maji pale Duwasa ndo eneo lilikuwa la mwisho. Baada ya pale ulikuwepo msitu mkubwa sana kwenda mpaka katika ukumbi wa Jakaya Kikwete. Eneo lile lilijawa na wanyama mbalimbali wakiwemo digidigi. Miaka hiyo ya miaka ya 90, tukiwa na umri wa miaka 9 na 8, mimi nilikuwa na miaka 8, Mheshimiwa Deogratius akiwa na miaka 9, tulikuwa tunaongoza kundi la vijana wenzetu kwenda kutega mitego ya kukamata digidigi. Na mara zote tulikuwa tunaongozwa na mbwa ambao walikuwepo pale katika eneo la Uzunguni, mbwa wakali, na mmoja alikuwa akifahamika kwa jina la Fox. Tulikuwa tukienda nao katika msitu ule, lakini digidigi alikuwa akipatikana kwa umri wetu. Tulikuwa tunagawana wote nyama na kurudi nyumbani, kila mtu na safari yake. Mwaka 1992 Kanisa la Mtakatifu Paulo la Msalaba Jimbo Kuu la Dodoma ilitupokea mimi na Mheshimiwa Deogratius Ndejembi tukiwa wasaidizi wa altar boys chini ya Askofu marehemu Mathias Isuja na msaidizi wa paroko marehemu Askofu wa Jimbo la Kondoa Bernardini Mfumbusa. Lakini tukaenda mafundisho wote pamoja ya kipaimara na komunio Kanisa Kuu la Mtakatifu Paulo wa Msalaba. Nimepata nafasi ya kumfahamu Deogratius Ndejembi kabla hajawa na nafasi. Mtu mwenye upendo, mwenye kujali watu, na ambaye mara zote aliwatanguliza wenzake mbele. Mheshimiwa Spika, kwa vijana wa Dodoma tuliokuwa hapa, Mheshimiwa Deo Ndejembi ndo alikuwa kijana wa kwanza kuwa na uwezo wa kuendesha trekta Massey Ferguson la mzee Ndejembi, na alikuwa trekta lile likimaliza kilimo alikuwa anatoka nalo kwa kificho kutoka kwa babu yake mzee Ndejembi, anakuja kutupitia mtaani, tunatembea nalo kwenye trekta yake tuendesha. Namfahamu kama mtu rahimu sana. Mwaka 2012 akiwa anatoka masomoni Uingereza, pale Dar es Salaam ipo nyumba iliyokuwa ikimilikiwa na mzee wake, baba yake mzee John Louis Pancras Ndejembi. Lakini Mheshimiwa Makamu wa Rais mteule aliopt kuja kukaa pamoja na mimi mtaa wa Kachube Kijitonyama, ambapo tumeishi naye kwa pamoja
na akaiacha nyumba yake pale Kamata, na tukaanza harakati ya kisiasa pamoja. Mimi nikiwa mwenyekiti wa vijana wa mkoa wa Dodoma, aliniambia ninatamani sana kufanya siasa ya UVCCM. Wakati huo ndani ya UVCCM kulikuwa kuna mvutano mkubwa sana wa makundi mawili yanavutana. Nikamwambia, Mheshimiwa Makamu wa Rais mteule, ndugu yangu Deo, najua wewe ni rafiki yangu, lakini huku nilipo mimi usije, nenda sehemu nyingine, lakini tubaki tunaheshimiana. Katika hali ya kawaida hii ilimfanya 2008 wakati ule akapata uteuzi wa kuwa mjumbe, na tukaendelea kuheshimiana, sisi tukiwa wote tunavutana ndani ya UVCCM, upande wake yeye mwingine na sisi mwingine. Lakini tukapata bahati ya kupitishwa wote kugombea nafasi ya ujumbe wa halmashauri kuu ya taifa ya CCM kupitia kundi la vijana, na katika uchaguzi ule tukachaguliwa wote kwa pamoja, na yeye ndo alitembea Tanzania nzima kutuombea kura. Mimi pamoja na Mheshimiwa Jerry Silaa tukateuliwa kuwa wajumbe wa halmashauri kuu ya taifa ya CCM kuwakilisha vijana. Tumeishi pamoja ndani ya UVCCM, akiwa kiongozi mwenye mapenzi makubwa sana na watu. Na baadaye tukafikiri wote kwenda kugombea ubunge, na siku ya kuchukua fomu tulikwenda pamoja kuchukua fomu ya ubunge, wakati ofisi za wilaya ya Chamwino zikiwa pale ofisi ya Dodoma. Tuliongozana kwa pamoja. Mwenyezi Mungu akajalia mchakato ukaenda kama alivyosema Mheshimiwa Bashe, na pale nilimheshimu sana ndugu yangu Deogratus Ndejembi. Alikuwa na matokeo yake kama alivyosema, katokea kilichotokea, lakini akanipigia simu kwamba ndugu yangu, mimi sijafanikiwa, na kutakia kila laheri, Mungu akuongoze. Mandhari wewe umekuwa mbunge, mimi nina amani kubwa sana, ngoja mimi nikaangalie maisha mengine. Huyu ndio Deogratus Ndejembi. Mheshimiwa Spika, kwa kuhitimisha, leo nasimama hapa kwa furaha kubwa sana juu ya maisha ya Mheshimiwa Deogratus Ndejembi na kazi nzuri ya siasa aliyoifanya mpaka leo kumfikisha hapa. Ndugu zangu waheshimiwa wabunge, nataka niwahakikishieni Mheshimiwa Deogratus Ndejembi hajawahi kubadilika, amebaki kuwa yule yule katika maisha yake yote. Tumpe imani, tumpigie kura za kutosha, ili leo Mheshimiwa Rais aamini kabisa kwamba chaguo alilofanya ni chaguo sahihi. Waheshimiwa wabunge, Walatini wana msemo, wanasema Vox Populi Vox Dei, sauti ya wengi ni sauti ya Mwenyezi Mungu. Leo bunge hili limethibitisha kwa wingi wenu ni sauti ya Mwenyezi Mungu. FM.